Mambo yanazidi kuwa magumu kwenye kesi inayomkabili mfanyabiashara Jennifer Jovin maarufu kama Niffer, na hii ni mara baada ya siku ya jana kuweza kusomewa shtaka lake, ambapo kwa mujibu wa taarifa na jeshi la polisi, makosa ambayo alisomewa mfanyabiashara Jennifer Jovin maarufu kama Niffer siku ya jana katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, alitumiwa kwa kosa la kuweza kuhamasisha na kupanga vurugu na kuharibu miundombinu. Hapa tunaiweka kwenye eneo la uvunjifu wa amani, na pia alishutumiwa ama alitajwa kufanya kosa la kuhamasisha na kuharibu miundombinu, kwa maana uvunjifu wa amani na kuhamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 29 Oktoba. Hii ni kosa ambalo limewekwa katika eneo la uhaini ama kosa la uhaini, na hii ilitokana na yeye kwenye kile ambacho kimeelezwa na jeshi la polisi kwamba aliwataka watu kununua vizuia mabomu ya machozi dukani kwake. Sasa tafsiri na kanuni kuhusiana na kesi ya uhaini ni kwamba kwa mujibu wa kanuni ya adhabu ya sura ya 16 Penal Code kwenye mabano, kosa la uhaini linaelezwa kuwa ni miongoni mwa makosa makubwa kabisa dhidi ya taifa lolote lile, na makosa haya ni kama kuangusha serikali kwa maana kwa kutumia nguvu, lakini kumpindua rais na kushirikiana na maadui wa taifa. Na kwa mujibu wa kanuni ya adhabu ya sura 16 inaeleza kwamba adhabu ya chini kabisa ya kosa hilo ni kifo ama kunyongwa mpaka kufa. Kifungu cha 34 na 40 Penal Code kinaeleza wazi kwamba mhusika atahukumiwa kunyongwa hadi kufa endapo tu atapatikana na hatia kwenye kosa la uhaini. Lakini kimsingi kwa hapa Tanzania utendaji wake ama utendaji wa hukumu hii mara nyingi husubiria uamuzi kutoka kwa rais wa jamhuri ambaye anaongoza kwa wakati huo, na kama hakutakuwa na amri ya utekelezwaji wa adhabu hiyo, basi mtuhumiwa huishia kifungo cha maisha jela. Sasa mimi si mwanasheria wala si mtaalamu sana masuala ya sheria, lakini hili nimekuwasilishia kwa mujibu wa vifungu vya sheria na kanuni ya adhabu inavyoeleza kuhusiana na kosa la uhaini. Siku ya jana wakili Peter Kibatala akisimamia upande wa mshtakiwa kwa maana ya Jennifer Jovin Niffer na wenzake 21 ambao wamefunguliwa mashtaka ya makosa ya uhaini, aliweza kuzungumza kitaalam zaidi, lakini pia yupo wakili akieleza kuhusiana na namna ambavyo kesi ilivyo na adhabu yake kwa undani zaidi. Hukumu yake ni adhabu ya kunyongwa hadi kufa kwa mujibu wa kanuni ya adhabu kifungu cha 39 2D, na maana ndio kifungu ambacho wanashtakiwa nacho, na kifungu namba 384 cha sheria ya kanuni ya adhabu. Kuna kesi mbili, moja ni kesi namba 2638.2, nyingine ni kesi namba 2639.4. Kwa hiyo moja na watu 13, nyingine na watu 34. Kwa hizi ni bachi mbili. Kuna bachi zingine na nadhani nimeona hata mtandaoni kuna Dodoma na maeneo mengine. Dodoma pia tumeona watu wamepelekwa mahakamani na mashtaka ni yanafanana kivyo vile. Kimsingi sisi kama watu pia wa haki za binadamu tunakemea vitendo vyote vya watu kupigwa, kuteswa, tena wakiwa wamekamatwa, ambao tunaamini kwamba walipaswa wawe salama kwenye mikono ya jeshi la polisi. Sasa wamekuja mahakamani, watu wengi wanachechemea, wameonyesha majeraha, inaumiza kwa kweli, na tunakemea vitendo vya namna hii. Havipaswi kujirudia kwa watuhumiwa ambao wanakuwa wamekamatwa. Hii ni ST Bongo TV. Usisahau kulike, share na kusubscribe kwa ajili ya kupata update na taarifa zote zinazoendelea kuhusiana na kesi pamoja na mambo mbalimbali yanayoendelea hapa Tanzania. ST Bongo, nyumbani kwanza.